amecheza dhidi ya Morocco na matokeo tumeaona, 1-0 dakika ya 65. Brahim Diaz ameweza kuandika bao pekee la mchezo katika namna ambayo matokeo yaliwashangaza wengi, naweza kusema, kwa sababu pengine walitegemea kwa utofauti wa namna timu ilivyo, ubora wa timu zote mbili na wachezaji nikimaanisha hivyo, mtu angeweza kudhani yangekuwa ni maafa kwa upande wa Tanzania, lakini vijana wamejiamini, wamecheza mpira, wamepoteza 1-0, mechi kisha kwa mgogoro uliozua mjadala mkubwa sana wa mwamuzi. Kwanza, kwa namna matokeo yalivyo, kuna chochote tunawadai benchi la ufundi pamoja na wachezaji? Binafsi sioni kama tunadai wachezaji chochote pamoja na benchi la ufundi, kwa sababu tuna historia muda mrefu zaidi hatujaweza kushinda dhidi ya Morocco. Ukitaka kuangalia hilo, mara mwisho Stars wanapata matokeo dhidi ya Morocco ilikuwa ni March 2013 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na ni mechi ambayo Stars pia walishinda magoli 3-1, si ndio? Maroon Chamak kutokea kwenye upande wa taifa la Morocco ndo aliscore hilo goli, lakini Bwana Ali Samata pia alifunga magoli 2 kwenye ushindi wa hayo magoli 3-1. Lakini na ni mechi pia ilizua sintofahamu pia wakati Bwana Ali Samata anataka kwenda kubadilishana jezi na Maroon Chamak. Chamak alienda akafanyaje? Alienda kukataa kwenda kubadilishana jezi na Bwana Ali Samata. Kwa hiyo ukianzia hapo, ukitizama ni zaidi ya miaka 12 mpaka 13 hatujaweza kupata matokeo dhidi ya Morocco. Ulikuwa ni mfupa mgumu na kila mmoja aliona baada ya sisi kupangiwa kwenye hatua ya 16 bora kwenda kucheza dhidi ya Morocco. Nadhani kilichokuwa kinatarajiwa zaidi ni idadi kubwa zaidi ya magoli. Lakini ukiangalia Stars mara ya mwisho baada ya kufunga magoli 7 dhidi ya Algeria, kuanzia hapo kuna namna ambavyo timu imekuwa bora zaidi kwenye eneo la ulinzi. Na baada pia kuichukua kocha Hemed Morocco, lazima pia tuweze tuwape hiyo credit ambayo waliokuwa nao. Kidogo tulianza kuiona ni Stars ambayo of course inaweza ikaconcede, lakini kuna muda haiconcede kwa idadi kubwa hiyo ya magoli. Na tulienda pia zaidi ya mechi 5 mpaka 4 pasipo kuweza kuruhusu goli kwenye eneo la ulinzi. Kwa hiyo naamini ilikuwa ni mechi nzuri, na falsafa pia ya mwalimu nadhani kwa upande wa wachezaji ilienda ikakliki moja kwa moja. Changamoto tu ilikuwa ni sehemu moja tu kwenye eneo la ushambuliaji. Build up ya timu kuanzia nyuma, katikati mpaka kwenye eneo la ushambuliaji, ulikuwa unaona namna ambavyo wachezaji walivyokuwa wanajitoa zaidi. Na ukitaka kuamini kwamba shida ipo kwenye upande wa eneo la ushambuliaji, mwalimu amekuwa na struggle. Tumecheza mechi 4, si ndio? Mpaka tunatolewa kwenye haya mashindano. Mechi ya kwanza mwalimu alianza na Bwana Ali Samata, ambaye baadaye akaingia Kevin John kipindi cha pili. Kuna kitu alichokionyesha. Mwalimu akaamini akimpa nafasi Kevin John kwenye mechi inayofuata anaweza akatupa kitu kitakachokuwa bora zaidi. Lakini mwisho wa siku akaanza mechi inayofuata, Kevin John hakutupa kile ambacho tulichokiona kwenye mechi ya kwanza na baada ya hapo ndo kuanzia hapo tukaanza kuona mabadiliko. Selemani Mwalimu ambaye alipangwa kwenye mechi iliyoisha, aliingia kama kipindi cha pili, kuna kitu ambacho alienda kwenda kukibadilisha, ambapo pia mpango kazi wa mwalimu hata kwenye mechi ya jana aliona kabisa kwa Selemani Mwalimu nitapata vitu vingi. Kwanza ni mechi ambayo sisi tunahitaji kuwa watumwa zaidi uwanjani. Hatuhitaji kuwa na abiria wengi kwenye upande wa timu. Nadhani hapo ndipo alipoenda zaidi kwenda kufanyaje, kwenda kufanikiwa. Na siwezi kumlaumu Gamondi kwa sababu amepewa timu kwa muda mfupi zaidi. Let's say kama angepewa muda miezi 6 ama miezi 7, nadhani tungekuwa bora zaidi ya hicho ambacho tulichokiona kwenye upande wa AFCON hii. Raymond, unaamini hilo kwamba pengine angepewa muda mrefu zaidi tungefanya vyema zaidi, na kwa muda ambao benchi la ufundi limechukua timu pamoja na wachezaji walioitwa, kwa sababu naweza kusema ni kama Gamondi amekuja na ladha ya wachezaji wake hivi tofauti na benchi lililopita. Kwa huu muda tukiangalia, kuna chochote cha kuwadai benchi la ufundi pamoja na wachezaji? Nafikiri sidhani kama tuna haki hiyo, lakini kuna ule msemo anasema performance was not expectations. Yani umeperform, kwa hiyo lazima watu watatarajia ubora zaidi pale ambapo wewe umefanya. Of course tunaona benchi la ufundi tangia limeingia limepewa, halijawa na muda mrefu sana. Watu tunamtaja tu Gamondi, lakini pale yuko Ahmad Ali ambaye pia anafanya naye kazi kwa ushirikiano mkubwa, yupo Musa Ndou ambaye kachumbali hiyo
Kachumbari si wote wako benchi la ufundi. Ndo Kachumbari. Tukisema Miguel Gamondi, Xavi. kuna yule kocha magolikipa ambaye amekaa muda mrefu sana. Yaani ni as a collective wamefanya kazi nzuri sana na performance yao zimetupa expectation kwamba inawezekana tungewapa muda kabla Tanzania ingekuwa bora zaidi, lakini wamefanya kile kitu ambacho sisi tulikitarajia, improvement ya timu as a collective. Kwa unachokizungumza hapa fresh, ila kuanzia hapa sasa ndo hapo tutaanza kudaiana, kwa sababu kuanzia tumeona kwamba okay, yani introduction to Gamondi, Ahmad Ally pamoja na Musa Ndou, style yao ya kiuchezaji ikoje na wanataka nini kwa wachezaji wao. Of course wamefanya kazi nzuri wao as a collective, sababu tumekutana na mataifa ambao kwenye rankings yametuzidi, lakini performance zetu zimekuwa nzuri, lakini pia wameenda kuimprove performance za mchezaji mmoja mmoja, na pengine wametuletea majina mapya kina Alphonse Mabula. Tumeona performance zao zimekuwa nzuri kwenye hii michuano, ni tournament ambayo imeleta mastaa wapya. Kwa nafikiri wao kama wao as a collective hatuna cha kuwadai, lakini sasa expectations baada ya sisi kufanya vile kwenye michuano ya AFCON zitakuwa haya kuliko pale ambapo zilikuwepo. Pengine hata tunawasifu hivi kwa sababu baa yetu ilikuwa very low. Kwamba sisi tulisema sisi tunaenda bwana sisi, lakini ile mechi ya kwanza tukasema hebu tuanze kuwadai, ya pili, ya tatu, na hivyo ndio kitu ambacho mwanadamu iko hivyo. Umezungumzia hapo kuimprove kiwango cha mchezaji mmoja mmoja ama kutuintroduce pengine tuseme muda wa kuimprove kwa nao, pengine viwango alikuwa navyo ila tupata mtu wa kuviexpose. Kwa tuseme katika muda ambao ameexpose viwango vya mtu mmoja mmoja, na kwamba kuanzia hapa tunaweza tukawadai. Mimi kuna swala ambalo Juma ameliongelea ambalo nalo pia ni concern yangu, issue ya inconsistency katika kikosi. Maanake tumeona Charles Mombwa ni kama tumeonjeshwa hivi akatoka, Tarin na Lakia kama tumeonjeshwa hivi akatoka, baadaye tumekaa tukaona akaja, mwanzoni hakupewa dakika za kutosha, jana kaingia Idinado lakini kidogo kaonyesha kitu kidogo, kama ilivyo pia kwa Selemani Mwalimu. Ni kama mwalimu anataka kufikiria Gamondi amewaza nini kufanya hiki ambacho alikuwa amefanya kwenye michuano hii. Kwanza hapo inawezekana anatuambia hakuwa na muda wa kutosha kujua jeshi langu lipi ambalo natakiwa kuliamini, lakini pia inawezekana kama ametumia meritocracy kupanga kikosi kutokana na analysis ambayo anamfanyia mpinzani, kwamba kutokana na style yao ya wachezaji ni nani na mhitaji zaidi. Lakini kwangu nafikiri analilai zaidi kwamba okay, mimi ninao wachezaji, jopo la wachezaji wengi, na natamani kila mtu nione kile ambacho yuko nacho. Sasa nakiona wapi? Kwenye uwanja wa mazoezi peke yake haitoshi, lazima nikampime kwenye mechi, na ndio kitu ambacho kimetokea. Lakini pia inawezekana ikawa ni meritocracy kwamba okay, nimewasoma Morocco, naona kabisa bwana Ali Samata hawezi akahusika zaidi kwenye pressing, nitamhitaji Selemani Mwalimu, labda Tairi ni haraki nitamsubiri, labda Morocco wakiwa wao wanakutushambulia zaidi sisi ili aende kuexpose labda spaces ambazo zitakuwepo, ama kwenye 1v1 anaweza kutusaidia. Inawezekana pia kama ametumia hivi. Juma, kabla ya kwenda kuuliza hili swali, ngoja niulize swali jingine. Kuna maswali mawili yamekuja kwa wakati mmoja. Unaamini pengine kwa kuwa Ahmed Morocco alikuwa na timu muda mrefu na michuano ya CHAN of course aliweza kuifikisha timu robo na imefuzu pia AFCON chini ya mikono yake, kuna namna angepewa timu tungefika hapo tulipofika? Na utofauti unaweza ukawa wapi sasa? Hivi unajua kwa nini ili trend sana ile clip ya Davido baada ya kubeti? Ilikuwa ni ngumu sana kumbetia Stars apate goli moja dhidi ya Nigeria. Ndio uhalisia namna ambavyo ulivyokuepo. Kwa hiyo kama ingekuwa chini ya Ahmed Morocco, nadhani pia tungekuwa tunaona mpango kazi pia wa mechi ungekuwa tofauti zaidi ambavyo tunavyoona kwa upande wa Gamondi. Kwa Gamondi nadhani kimeongezeka kitu kimoja, ile confidence ya wachezaji. Kwa mfano tumecheza na baadhi ya mataifa kama Nigeria. Kuna mmoja alizungumza na mchezaji mmoja baada ya mechi ya Nigeria, anakuambia kwamba wao walipaswa washinde ile mechi Taifa Stars. Yaani unaona hiyo confidence kwa upande wa wachezaji. Wao wenyewe wanaamini kwamba walistahili kuweza kufanyaje, kuweza kushinda. Mechi ya jana pia
kwenye baadhi ya hizi interview nimemsikiza pia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe anakuambia kwamba kwenye mechi ya jana walikuwa wanastahili kuendelea kwenye hatua ya robo finali, na maana kila mchezaji alivaa hiyo kuona kwamba sisi tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunasonga kwenye hatua ambayo inayofuata. Kwa hiyo kwa upande wa Gamondi nimekiona hicho cha kwanza, confidence kwa upande wa wachezaji ambapo kipindi cha nyuma tulikuwa tuione. Lakini jambo jingine, Gamondi amekuwa ni mwalimu, kwa sababu kuna baadhi ya sehemu kafanya maamuzi magumu sana. Kuna mechi ambayo tumeanza pasipokuwa na Simon Msuva, amekuja kuingia kipindi cha pili dakika 15 10 kuelekea mwishoni. Kuna mechi ambazo nyingi tumeanza kabla pasipokuwa na nani na Mbwana Ali Samata, kutokana na mpango kazi wa mechi na aina wachezaji ambao wanaowahitaji kuhakikisha kwamba wanaenda kwenda kufikisha. Morocco alikuwa na kariri au? Naam, Morocco alikuwa na kariri au? Timu yake mara nyingi ilikuwa inajulikana. Yaani timu ya Morocco ulikuwa unaiona kwamba huyu na huyu Kagoma hapo na huyu, lakini kuna baadhi pia improvement kwa upande wa wachezaji kwa sababu mimi natamani, umezungumzia swala la muendelezo, si ndio? Kwamba kuna muda Gamondi, kuna baadhi ya mechi hatujamuona Dickson Job, lakini kuna mechi za mwishoni tumemwona Dickson Job akianza kwenye upande wa kikosi cha Stars. Mimi nimependa combination kwenye eneo la midfield kwa upande wa Alphonse Mabula pamoja na Novatus ambaye chini ya kocha Hemedi Morocco ni mchezaji ambaye kwanza alikuwa anaonekana na tempa ya haraka, lakini pia nidhamu yake ilikuwa inaonekana kuwa mbovu zaidi. Leo hii mtu ukimwambia Novatus amecheza mechi 4 pasipo kadi nyekundu, kila mmoja hawezi kufanyaje kuamini. Na ndio maana tulipopangwa na Morocco pia picha nyingi ambazo zilikuwa zina trendi ni Novatus kukabana shingo na nani na Amrabati. Kwa hiyo ukiangalia nidhamu pia nimeanza kuiona katika upande wa kikosi cha Stars. Ni wakati sasa hii tumwachie timu Gamondi kwamba bwana jambo lako hilo shinayo hivi bado hajapewa bado kiateka bado ila kwa mujibu wa fununu fununu mbalimbali zinasema kuna mazungumzo yanaendelea kati ya TFF na Singida kuona namna gani wanaweza katerminate contract yake kule ili akachukua Stars kwa muda, na hiyo ndio ilikuwa biggest concern yangu kwamba kwanza pia Amruchi bado yupo. Amruchi tayari tena ilishatangazwa ilishatangazwa kutangazwa, lakini unajiongeza tu, unajua hiyo inaitwa ushaipiga ile shoot unaipiga hivi yani upigi hivi unaidundisha kidogo, ndio kitu ambacho, kwa sababu nimekumbuka baada ya mechi ya jana na yale maamuzi na watu walioongelea walikuwa ni Morocco, kwa sababu ile kesi pia alishinda na sio alishinda tu, alilipwa na faini lakini sisi hatukuona thamani hiyo lakini bado yupo, kwa sababu hata kwenye yupo sio kwa upande wa timu ya taifa, lakini nazungumza kimahusiano wako sawa, kwa sababu hata kozi moja ya makocha kwenye swala la kuibua vipaji vya vijana Tanga alikuwa ni moja kati ya facilitators. Kwa hiyo kimahusiano yupo, lakini kikazi sio sehemu. Raymond, Gamondi achiwe timu. Nafikiri ni muda sahihi kwa sababu ametuonjesha kwamba anaweza akafanya vizuri. Juma nafikiri hapa alikuwa anazungumzia, amegusia tofauti ya Morocco pamoja na Gamondi. Of course trademark ya Hemed Morocco ilikuwa ni kutufanya sisi tuwe solid defensive, na ndio maana hata aina wachezaji ambao mmewataja hapo, umetaja Yusuf Kagoma, umetaja akina nani Imidimao, yani alitufanya sisi tuwe solid defensively baada ya kuwa tuna concede a lot of goals. Lakini pia baada ya pale trademark yake ikaanza kuondoka. Tulicheza mechi 5 sijui hapa tumeconcede magoli ya kutosha tu, lakini pia tukawa tufungi. Kwa hiyo kitu ambacho amekuja kukiongeza Gamondi kwenye timu ni kwamba ni kama unaona wachezaji wanacheza wakiwa more free, yani wana ule uhuru fulani hivi, wana ule uhuru wa ku showcase kile ambacho wako nacho, lakini pia wanafunga mabao. Inawezekana tungekuwa na Morocco tusingefungwa, lakini pia tusingefunga tukafunga, lakini pia tusingefunga bao lolote. Kufunga mechi 3 mfululizo michuano ya AFCON so kwa kila mtu. Hivi Gamondi hawezi kufundisha huko na huko, kufundisha Singida na Stars inawezekana, lakini mimi natamani focus yake zaidi iwe kwenye timu ya taifa.
hapo tunaweza ukatoka ule mkeka wa masaa 72 namalizaje hapo? Kocha wako wa timu ya taifa naye yuko kwenye matatizo ya kinidhamu. Haiwezekani. Gamondi tunamfahamu, kuna muda naye anakuwa na tempa. Kwa hiyo mimi natamani sana focus yake yeye iwe ni kusema mimi 2027 nafanya nini na Stars. Yani focus kubwa sasa hivi yani ni kuingia chimbo, ni kufanya kile ambacho inawezekana kuhakikisha 2027 tuna register ushindi wetu wa kwanza. Sababu nilikuwa nawaza hapo kitu kimoja, unaweza kukuta kocha huku na huku, mwisho wa siku unakuja kutoka ule mkeka bwana faini hapo milioni 5, afu ule kuna posho anadai. Sasa hiyo siku 2 kwa 2. Unaambia unaandika tu barua bwana, jamani kateni huko juu kwa juu kwenye posho. Haina haja ya barua, ndio wanajua nazimaje. Wao zinaisha kwa 2. Sema kikubwa. Kama wanaamua, kwa sababu mimi katika picha ambayo nilikuwa naiona katika walimu ambao wanaweza wakafaa kwenye upande wa timu ya taifa, kwanza alikuwa ni Gamondi, wa pili nilikuwa namuona Nabi. Kama tukiwauzia project, kuna kitu ambacho wanaweza akatupa kwenye upande wa timu yetu ya taifa. Hapo unaposema tukiwauzia project, tunapozungumzia project zipo za muda mfupi na muda mrefu. Inawezekana hii ya Morocco ilikuwa ni ya muda mfupi, lakini muda mrefu pengine tunaangalia 2027. Kwa haya yaliyotokea hapa, kuna chochote cha kujifunza kuelekea kwenye michuano ambayo Tanzania, Kenya na Uganda watakuwa wenyeji? In terms of nini? Cost au performance? In terms of performance. Okay. Kuhosti pazito baba. Ndio maana hata ujifunze ngapi. Unaweza kujifunza na mkaenda kukesha darasani. Kuhosti pazito. Kwa swala la kuhosti, uzito unajua unakuja wapi? Mimi tangu nianze kufuatilia AFCON, si ndio? Kwa mara ya kwanza nimewasikia zaidi ya watu 5 mpaka 6. Hao wachezaji pamoja na makocha wakisifia mandhari ya Morocco, si ndio? Kuna mechi moja Simba washia kucheza hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mvua ilipiga ikakatika, watu wakadumbukia. Mpira ulichezeka kwa nusu saa tu, uwanja ulikuwa hautamaniki. Ripoti ya CAF ilivyokuja ni kwamba uwanja ufai kwa kutumika kwa ajili ya michuano ya kombe la shirikisho. Ilikuwa ni kuelekea kwenye fainali ya Simba dhidi ya RS Berkane, si ndio? Kwa Morocco ametuonyesha hicho kwamba inawezekana mvua zinaendelea kupiga, lakini pitch haiathiriki na chochote, au wachezaji hawaathiriki na chochote. Lakini kwenye upande wa performance nadhani tunapaswa sasa kuweza kuyabeba, kwa sababu sijajua AFCON ya mwaka huu tulikuwa tuna lengo gani, kwenda kushiriki ama kwenda kushindana na baadhi ya hizo timu. Kama tulikuwa bado tunaenda kushiriki, kwa sababu ni AFCON yetu ya 3, si ndio? Ya 4 hii tunashiriki, na hii ya 4 kidogo tumeona kuna njia kwamba tumefika mpaka kwenye upande wa hatua za 16 bora. Kwa hiyo natamani zaidi kwenye AFCON ya 5 tutakayoenda, kwa sababu sisi pia ni miongoni mwa timu ambazo waandaaji wa hawa mashindano. Tufanye vizuri na tutengeneze pia project ambayo inaweza ikawa ni bora zaidi. Kuna kizazi cha watu kama kina Samata, kwa sababu wakati nataja ile historia ya Stars kuweza kuwafunga Morocco 2013, ni wachezaji 3 tu pekee ambao wapo mpaka sasa hivi. Kwa maana unamzungumza Samata, unamzungumza Msuva pamoja na Shomari Kapombe, si ndio? Natarajia tuweze kuona kuna kizazi ambacho tutakachokiandaa kwa msimu huu mmoja. Sasa unajua mbaki ni mwaka mmoja tu. Ina maana mwakani tunapinduka kwenye haya mashindano. Kama mwalimu kizazi tena. Hapa mna kizazi kingine tena, ndio mna kizazi. Yaani nilikuwa nafikiria 2015 kwamba tuna miaka 2. Hujamsikia Ali Shabani Kamwe anakuambia midfielder 2027 Kamala huyu Mohamed Kamala, Damalo Kamala, yani kiungo chake Muda pamoja na Fei. Hapo kuna kizazi tena. Si wale tu, kama Muda bado yupo pale pale, Fei yupo pale pale, hamna kizazi tena hapo. Keke huku bada bwana, na Fabada yupo Fabada okay, si kwa miongoni kwa miongoni bwana. Sema ifiki wakati bwana, inawezekana. Mchezaji gani ambaye ni kama amekuwa surprise hivi kwenye michuano ya msimu kutoka Tanzania? Alphonse Mabula bwana, mimi ameni surprise. Kwa nini? Nafikiri juzi mlikuwa mnanipa somo kidogo kuhusiana na nature yake. Alikuwa ni fullback na lakini pia alikuwa mtu ambaye anapata nafasi sana kwenye timu ya taifa, lakini ameenda
aminiwa kwenye michuano mikubwa kama AFCON na sidhani kama kuna mechi ambao katika zote ambazo amecheza unaweza ukasema ali underperform. Ni mechi zote alicover a very big distance, yani alikuwa na cover eneo kubwa sana la uwanja, lakini pia energy yake sio kwamba kuna muda iko inapungua, yani kadri ambavyo dakika zinaenda ni kama chuma kinazidi kuchochea zaidi. Ni mtu ambaye alikuwa na consistency ya kuweka pressure kwenye mpira pengine kuliko mchezaji yoyote ambaye alikuwa ndani ya timu ya Taifa Stars, na mimi kwangu amenisurprise na nimefurahi kuona kile ambacho amekionyesha kwenye AFCON. Juma, huyo Alphonce Mabula alikuwa ni fullback, si ndio? Hata Nova naye pia amecheza kwenye eneo hilo mama la fullback. Kwa hiyo kuna improvement ambayo mimi nimeiona katika hao. Wewe unaniambia Masalanga sijui. Masalanga jana wakati mechi inaendelea, Masanza akawa amemposti status akaandika mtu si nyau, dakika 2 mbele chuma kikaingia hivi. Yani Masalanga ndo kamaliza kama Tanzania wani japo amegawana mechi 2-2. Mechi 2-2. Asante msema kumaliza. Kamaliza kama Tanzania wani. Tanzania wani hicho kipengele pia. Bwana, mimi kwa upande wangu Bakari Nondo Mwamnyeto japo amekuwa ni bora wa siku zote, lakini imekuwa surprise kwa sababu mwandamizi kabisa. Yule mvinyo kaka. Mwandamizi kabisa. Yule ni mvinyo. Jana kuna muda imepigwa akawa anakuja LKB hivi kanyanywa mguu kama anapiga afu kaichip kidogo, afu kaenda kaichukua. Sio kama alivyotoka akaenda akabutua, akatulia akachagua. Kapiga alafu kaenda mbele anaiomba tena akamwambia wewe kuna mechi nafikiri unatuzoea sasa. Kuna mechi kati ipo na klabu ya Young Africans michuano ya Confederation kama sasa aishai kuassist mara 2. Aliyasema. Alikuwa anachukua hivyo boli toka chini, anaenda anaweka naomba nafungua. Nafikiri za Morocco huyo. Jana Nova akaambia wewe kuna moment moja ya Mwamnyeto niliona wakati ule mvurugano unaendelea kwamba makocha wananikiza twende tukaangalia kwenye VAR. Mwamnyeto alikimbia akatoka akamfuata mwamuzi akamwambia tunapoteza muda. Njoo kati tuendelee na shughuli. Imekuwa ni tournament ambayo imeenda kupiga blush ama imeenda kutukumbusha Mwamnyeto ni mchezaji wa aina gani. Imetukumbusha kwamba ashai kuwa beki gari zaidi mzao hapa nchini Tanzania. Sema sasa ubaya akirudi huku usiwajuana hivi kwamba huku tunaweza kucheza back 3. Hapana. Kwamba ili acheze unacheza na timu gani kwanza? Kwanza ubaya wa huku bwana kwamba ishafahamika maelekezo chapter. Sawa mkuu. Kwa sababu gani ujue? Jana unaitikia. Jana pia wakati naangalia mechi ya Yanga na wale KVZ. Bwana Sinki naye. Si haba. Si haba kwa sababu ukiangalia pale Yanga option ya kwanza Diki Baka, si ndio? Kwa sasa hivi jinsi kwa sasa hivi mwishoni alikuja Sinki. Mimi siamini. Na hata baada ya mechi yao na Coastal Union uliona namna ambavyo mpaka president alienda ku comment pale kwenye ndani yake. Binafsi sijai kuamini kwamba Young Africans anahitaji center back mwingine wa kimataifa. Naamini wanaweza kana ma center back wengine ambao ni raia wa Tanzania tunawakafanya vizuri. Nikajua watatu wao. No, yani wanaweza kaa hata 4 ila wote wakani wazawa na wakaa hawajaathirika. Bwana, kuna jambo ambalo Gamondi amezungumza kuhusiana na Maligent ambapo alikuwa anazungumza kuhusiana na issue ambayo inamtokea Bwana Samata na afureshwe namna ambavyo apewe heshima yake, huku akijaribu kuzungumza namna ambavyo Messi si Messi tena, Cristiano Ronaldo si Cristiano Ronaldo tena. Kuna namna ambavyo wakati na kile ambacho anadeliver vinaonyesha kabisa kinachohitajika zaidi kutoka kwao ni ile uongozi ndani ya timu, uzoefu, kutoa ile experience kwa wachezaji waliopo, na ndio maana mpaka leo bado wako kwenye timu za mataifa yao, na pengine angetamani kuona heshima zaidi anapewa kapteni Bwana Ali Samata. Mimi naungana mkono na kocha Miguel Gamondi kutokana na hichi ambacho kimekuwa kinamtokea zaidi Bwana Ali Samata, kwa sababu tuwakumbushe pia huyu ni mchezaji ambaye alifanikiwa kuweza kushinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika msimu wa nyuma uliopita. Ni tuzo ambayo tuliona alienda kwenda kuichukua Gine ya Yatule. Msimu uliofuata akaja Bwana Ali Samata. Haikuwa ni bahati mbaya, ni juhudi pamoja na nguvu ambazo
mbona Ali Samata alikuwa amezifanyaje, ameenda kwenda kuziwekeza pale. Na nakumbuka bungeni pia walimpa hadi na kiwanja kutokana na hiyo tuzo. Serikali za mitaa pia wakabariki pia moja kati ya mtaa kule Mbagala uitwe Samata Road, si ndio? Na walitengeneza mpaka na kile kibango, lakini isivyokuwa makusudi ya binadamu kilikaa siku kwa wiki moja, baadaye watu wakaenda wakaking'oa. Kwa hiyo ukiangalia tu katika namna hiyo ni kwamba Samata akafanya vitu vingi sana kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwanza kutuwakilisha, na ndo mchezaji pekee ambaye amecheza pia kwenye bara la Ulaya, kwa maana ya kwamba yeye ndo alienda kwenda kufungua hiyo milango. Ukizungumzia kwenye ligi pendwa, kwenye ligi ya Uingereza, unamtaja Mtanzania mmoja tu ambaye ni Mbwana Ali Samata, na sio kwamba alienda kwa bahati mbaya, hapana, ni kutokana na jitihada pamoja na uwezo ambao alikuwa nao Mbwana Ali Samata. Mimi nadhani hata ukikaa na baadhi ya wachezaji wa Taifa Stars wa sasa hivi ambao wameshiriki AFCON, sidhani kama hata kuna mchezaji mmoja anaweza akamzungumzia Samata kwa mabaya zaidi, na especially generation ya hawa vijana wengi ambao wanaotokea. Ukimuuliza Kevi lazima atakupa credit za Samata, ukimuuliza Novatus, mpaka huyu bwana mdogo Morris Abraham, nadhani ni vijana ambao wote wanakuwa Samata anawaona wako hivi, na amewashika pia mkono baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo kama taifa nadhani kuna kitu ambacho tunapaswa kwanza kukifanya kwa Mbwana Ali Samata. Amezungumza na kusema kwamba hajioni kama anaweza akawepo kwenye AFCON ijayo. Ametuandaa mapema, kitu ambacho naamini kama taifa na sisi tunapaswa pia kuweza kukiandaa hicho kitu, kuweza kumpata tuzo ya heshima kutokana na yale makubwa ambayo ameyafanya. Mfano mdogo nitakutolea kwa kumalizia. Wakati Morocco wanashiriki hizi hatua, Achraf Hakimi alikuwa anaumwa, si ndio? Lakini angalia kama taifa jinsi walivyokuwa wanathamini mchango wa Achraf Hakimi. Hata kama alikuwa anaumwa, lakini bado alikuwa unamuona yupo kwenye zile process za timu. Inawezekana achezi, lakini akakaa kwenye benchi la ufundi kama captain. Ni nchi chache ambazo zinazothamini mchezaji ambaye anayecheza kwenye eneo la ulinzi na kumchukulia kwenye ukubwa huo. Sisi kama Tanzania ambaye tuna Mbwana Ali Samata na anacheza kwenye eneo la ushambuliaji, na tunaamini kwamba sasa hivi mastrika imekuwa ni bidhaa adimu, tunapaswa pia kuweza kuheshimu huo mchango. Nini kifanyike ili kutambua mchango wa Samata, mchango wake utambulike kwenye taifa? Yaani kuna mtu ambaye atambui mchango wa Samata mpaka sasa hivi? Nafikiri performance, heshima nayo stahili. Yaani kupewa heshima, Petro, it's all about, sisi tunaweza tukasema labda tumundie tuzo ya heshima, lakini kumpa mtu heshima ni kaliba ya mtu. Unaweza yani regardless Ronaldo na Messi na makubwa wote ambao wamefanya, na kuna watu hawaheshimu, kuna watu hawaheshimu. Yaani wanaona kabisa si lolote, si chochote. Kwa hiyo kumheshimu mtu ni perception ya mtu kutokana naye alivyo, lakini sasa labda shirikisho kama shirikisho, labda viongozi kama viongozi wanatakiwa kufanya nini, lakini huwezi ukalazimisha mtu kumheshimu mtu, kwa sababu itakuwa sio heshima, ni unafiki. Lakini kwa makubwa ambayo amewahi kutufanyia, ametufanya sisi tuzungumzwe pale EPL, na sio kawafunga Liverpool, kawafunga Manchester City. Yaani sio kwamba ameenda tu pale alikuwa amefunga City Wembley hiyo finali Nottingham Forest, no, kaenda pale kaifunga Manchester City Wembley. Pep alikuwa hajafungwa mechi finali karibu 9 hivi, alikuwa hajaruhusu bao, kawaweka yeye pale. Liverpool kawapiga kwenye michuano, kawapiga kwenye michuano ya UEFA kawapiga mbele ya Virgil van Dijk. So huyu ambaye anageuza, yule ambaye alikuwa mchezaji bora yule Van Dijk kweli, yule Samata anaenda hewani na anawin header. Kwa nafikiri ana mchango mkubwa sana kwenye makuzi ya mpira wa Tanzania, na in terms of kumheshimu ni ile natural, mtu anatakiwa kumheshimu kama unaufahamu mpira wa miguu. Lakini kama umechagua kuto kumheshimu, that's up to you, kwa sababu una wachezaji ambao wamefanya makubwa kuliko Mbwana Ali Samata, lakini watu hawaheshimu. Hiyo ni nature ya mwanadamu. Lakini sasa shirikisho na kama taifa, labda kama ndio hivyo Juma anapozungumza tuzo ya heshima nini na nini, lakini all comes ni wewe kufahamu mpira na kufahamu mchango wa Samata. Bwana mtazamaji wa PMT